Hallelujah Hosanna. Hallelujah Hosanna. Thank you Jehovah. I have quick message here I want to share. Message ambayo nataka kuishare ni swala la kutoka chini ya utumwa wa kuridhisha watu wengine, kutoka chini ya utumwa wa kuishi kwa kuwaridhisha watu wengine, kutoka chini ya utumwa wa kuishi kwa kuridhisha jamii. Ndicho nachotaka kukizungumzia. Kwenye safari yangu ya maisha, kwenye njia yangu nyembamba niliyoitembea, kwenye safari yangu ya kiroho niliyotembea, kwenye maijani nilivyotembea, nimefikia point ambayo inanibidi nifanye kile ambacho kinaniacha mimi na amani, kile ambacho kinaniacha mimi na furaha, kile ambacho kinaniweka katika kuwa huru. Si kufanya kile ambacho kitamfanya mtu mwingine awe na amani, kitamfanya mtu mwingine awe huru, kitamfanya mtu mwingine afurahi. Nahisi niko kwenye pointi ambayo siishi tena kwa ajili ya kumridhisha fulani. Siko tena chini ya minyororo ya kumridhisha labda mzazi fulani. Siishi tena kwenye minyororo ya kumridhisha mpenzi fulani. Siishi tena kwenye minyororo ya kuiridhisha jamii inayonizunguka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukiishi kwa ajili ya watu wengine, you can lose yourself to gain watu wengine. Iko hivyo. Ukitaka kuishi kwa ajili ya jamii, utajikuta unaishi kwa ajili ya jamii na unaacha kuishi kwa ajili yako. Na mimi naamini tumepewa pumzi kwa sababu tujapewa pumzi kuitumia kuishi kwenye uoga, tujapewa pumzi kuitumia kuishi kwenye utumwa. Ni tunaangamia kwa kukosa maarifa. Na kwa mtu yoyote ambaye ufahamu wake umefunguka, ana maarifa, anatambua kwamba ana thamani na anaelewa kusudi lake la kuishi kwenye haya maisha, huyo mtu hatakiwi kuishi kwenye kuridhisha jamii, hatakiwi kuishi kwenye kuridhisha watu wengine. Tumie nguvu yako, utumie muda wako, utumie focus yako kwenye kuishi kile ambacho kitakuacha na amani wewe kwanza, kitakuacha na furaha wewe kwanza, kitakuacha na uhuru wewe kwanza. Usifanye kitu ambacho kitawafanya wengine wajihisi comfortable. Utajikuta wewe hauishi maisha yako, unaishi kwa ajili ya maisha ya watu wengine. Na asilimia kubwa ya watu wanaotuzunguka ni watu wasio appreciate haya maisha. Ni watu wanaoishi wakiwa pengine hawaelewi kwa nini wanaishi. Wanaishi kama slaves, wanaishi kama watumwa wa system. Maana ukija kwenye laws zinazo govern universe, ukija kwenye miongozo inayoongoza ulimwengu, kuna law of authority. Hiyo law inasema, hiyo sheria inasema spirit they respect those who know themselves, and when you are confused they dominate. Yani ulimwengu wa roho zinazotembea kwenye ulimwengu wa roho huwa zinaheshimu wale wanaojitambua. Lakini ukiwa huko kwenye confusion, ujitambui, hujui unatoka wapi unaenda wapi, unaishiishi tu, zile roho zinakudominate, zile roho zinakuwa na nguvu juu yako. Ndio ile unaweza ukawa hapo, roho yoyote inakuvaa, haijulikani ndani yako umesimama upande gani. Wewe kikija chochote kinakubeba, ukija upepo wote unakuchukua, unakuwa kama bendera. Lakini mtu anayejitambua, huyo ni mtu tayari amekwisha kuijiliwa na roho wa Mungu. Na roho wa Mungu si roho kusema raba shaka, no. Hiyo ni roho ya dini, spirit of religious, spirit of God, spirit of most high, Holy Spirit. Ni roho 7 ambazo zimebeba ufahamu, maarifa, nguvu, mashauri, kicho. Ni roho 7 za Mungu zinazokaa ndani yetu, na kwa imebeba roho ya Bwana mwenyewe, roho ya hekima, roho ya ufahamu, roho wa maarifa, roho wa nguvu, roho wa mashauri, roho wa nguvu, roho wa mashauri, roho wa kicho. Hiyo ni hofu ya Mungu. Ukishasimama kwenye hivyo vitu, wewe uko huru. Ukishaanza kuishi na roho wa Mungu, wewe uko huru. Na ukiwa huru,
Kuna watu ambao nimetangulia kusema wanaishi chini ya pingu. Ukiwa huru ni kama unawatisha, unakuwa kama rebel kwao, unakuwa kama gangster kwao, yani wanakuona kama mbona huyu yuko huru, afu sisi tumefungwa, kwao wanakuona kama muasi, umeasi pingu zao. Nahisi naongea haya kwa sababu yatakuwa na umuhimu kwa atakaye kuja kuyasikiliza au atakaye relate kwake. Maana naongea na wavunja minyororo, naongea na watu ambao Kristo amekuja kuwaweka huru. Maana Kristo yu pamoja na sisi, hayuko kule wala huko, yuko ndani yetu, na tuishi according to kwa huyo, according to yeye. Ukiishi according to yeye utakuwa huru. Utatoka chini ya pingu za kuridhisha watu wengine, utatoka kwenye pingu za kuishi ili ukubalike na watu wengine. Utataka kukubalika na Mungu, utataka kukubalika na wewe mwenyewe ndani yako. Kwa hiyo utaanza kuishi kwa ajili yako. Naamini itakuwa na msaada na itakuwa encouragement kwa yeyote ambaye anapitia kusimangwa, kwa sababu anaishi kwenye kile kinachomwacha na uhuru, anaishi kwenye kile kinachompa furaha, anaishi kwenye kile kinachomfanya awe na amani. Unajua ukiishi hivyo lazima upitie negativity kwenye hii dunia, maana sio kila mtu analielewa hilo, sio kila mtu ameneemeka kuishi kwenye hilo. Na usichukulie maisha yako kama kitu kibaya, chukulia maisha yako kama zawadi. In the name of Yeshua, ikawe healing, ikawe uponyaji. Over.